Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tunao mradi mwingine, nao ni mradi wa uboreshaji wa gati namba 8 mpaka namba 11 na ujenzi wa gati namba 12 hadi namba 15. Mradi wa uboreshaji wa gati hizi upo katika hatua ya manunuzi ya mkandarasi. Upembuzi yakinifu wa mradi wa ujenzi wa gati namba 12 mpaka namba 15 nao umeshakamilika katika hatua awamu ya kwanza. Kwa sasa TPA inatafuta wabia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Miradi hii ikikamilika itaongeza ufanisi katika kuhudumia shehena ya makasha katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia tunao mradi mwingine wa ujenzi wa reli katika bandari ya Dar es Salaam. Tunataka tuunganishe reli zetu hapa, SGR, MGR, ile reli ya kati ile ya zamani, lakini pia TAZARA ambayo tayari kama ambavyo tuliwatangazia hivi karibuni tumeshapata mwekezaji, kampuni ya CCECC ambayo inafanya uboreshaji mkubwa wa reli ya TAZARA, uwekezaji wa zaidi ya dola za Marekani bilioni 1.4, na yenyewe tutaiunganisha mpaka katika bandari ya Dar es Salaam ili uweze kuchukua mzigo wetu hapa na mzigo wetu uweze kusafiri kwa meli hii, kwa reli hii ya Cape Gauge ambayo ina mtandao wa zaidi ya kilomita 50,000 katika nchi za SADC. Maana yake tuweze kufanya biashara na nchi nyingi zaidi kutokea bandari ya Dar es Salaam. Kwa mradi huu unaendelea utekelezaji wake. Serikali kupitia TRC imeingia mkataba na mkandarasi kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa mradi huu. Mradi huu ukikamilika utaongeza ufanisi wa kuhudumia shehena ya makasha, yani containers, hadi kufikia makontena 480,000 kwa mwaka mmoja, na kuwezesha usafirishaji wa shehena kwa ajili ya reli kuongeza ambayo itaongezeka kutoka 2% ya sasa hadi kufikia 12%. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, hapa tunao mradi mwingine wa uboreshaji wa bandari ya Mtwara ambao pia tumeutekeleza na umekamilika kwa 100%. Kutekeleza gati pale lenye urefu wa mita 3 na kukamilika kwa mradi huu kumeongeza uwezo wa bandari yetu ya Mtwara. Manake watu wengi wanadhani bandari tunazungumzia ni ya Dar es Salaam peke yake. Tunazo bandari Mtwara, tuna bandari Tanga. Sasa bandari ya Mtwara na yenyewe tumeshakamilisha, na hivi ninavyozungumza na nyie uwezo wa bandari ya Mtwara umeongezeka kutoka kuhudumia tani 592,365 ambazo ilikuwa ni mwaka 2021-22, na sasa bandari yetu ya Mtwara inaweza kuhudumia tani 2,577,332. Tunaendelea kufanya namna nyingine ya kuona namna gani tutaongeza zaidi katika mradi huu. Lakini kule Mtwara tumeanza ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao. Mradi huu ni maalum kwa mzigo tunaita dead cargo. Sipendi sana jina lake la Kiswahili, unaitwa mzigo mchafu, lakini hapa tuna maana ya makaa ya mawe na saruji. Kazi ile inaendelea hivi ninavyozungumza, imefikia 18%. Ukikamilika utatusaidia sana katika usafirishaji wa simenti pamoja na saruji pamoja na makaa ya mawe, na hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika utekelezaji mkubwa wa miradi yetu ile ya Liganga na Mchuchuma. Tunategemea tutatumia huko, lakini pia tukiendelea kuchimba makaa ya mawe kutoka katika mkoa wa Ruvuma. Lakini pia tunao mradi wa ujenzi wa bandari ya Bukoba, na wenyewe tumefanya kazi kubwa ya kujenga bandari ile na imekamilika kwa 100%, inaendelea kutoa huduma. Tumefanya ujenzi katika bandari ya Kemondo ambayo pia imekamilika kwa 100% na yenyewe inaendelea kutumika. Tumefanya ujenzi katika bandari ya Mwanza Kaskazini, kazi ile ya ujenzi imefikia 80% na kwenyewe inaendelea. Lakini pia tunajenga bandari ya Kigoma. Mradi huu unatekelezwa pale Kigoma na mkandarasi anaendelea na utekelezaji wa mradi. Sasa hivi anakusanya vifaa ili aweze kufanya hiyo kazi kwa haraka. Lakini pia tunafanya usanifu wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa bandari pale Kigoma na gati katika bandari ya Kigoma Ujiji na Kibirizi. Mradi huu pia unaendelea, umefanyika kwa 100%, na ujenzi wa gati ya Kibirizi na wenyewe umefika 99%. Tunaendelea pia na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay katika Ziwa Nyasa. Kazi hii na yenyewe inaendelea pale. Tunafanya kazi kubwa kwanza ya ujenzi wa gati ya kuhudumia shehena ya magari rolo, kwa sababu pale magari yanavuka kwenda Nkata Bay katika nchi ya Malawi. Lakini pia tunajenga jengo la utawala, tunajenga uzio barabara, jengo la kuhifadhi mizigo na jengo la abiria. Huu mradi umefika 46% na kazi inaendelea. Lakini pia tunao mradi wa uboreshaji wa bandari ya Tanga ambao pia tumeufanya kwa 100%. Umehusisha gati namba 1 na namba 2 lenye urefu wa mita 450
Mradi huu unalenga kutatua changamoto ya kuhudumia mizigo mara mbili, yani double handling, na kuongeza uwezo na ufanisi wa bandari kutoka tani 500,000 hadi kufikia tani 1,290,000 kwa mwaka. Hiyo ndio kazi ambayo imefanywa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba sasa bandari zetu sio iwe Dar es Salaam peke yake, lakini pia Mtwara na Tanga zitumike ipasavyo. Naomba waandishi wa habari, siku moja tukipata muda tutakwenda bandari ya Tanga, muone bandari ya Tanga ya miaka 5 iliyopita na bandari ya Tanga ya leo ni bandari mbili tofauti. Iko busy, mizigo mingi inapita bandari ya Tanga ya ndani na nje ya nchi. Tunataka kufanya hivyo pia katika bandari yetu ya Mtwara, na kwenyewe tutakuwa namna hiyo hiyo. Tutaunganisha na bandari zetu ambazo zinatuunganisha na nchi ambazo zinatutegemea katika bahari yetu hii ya Hindi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, bandari ya Dar es Salaam itakuwa na uwezo wa kuhudumia shehena kubwa zaidi kutoka uwezo wa kuhudumia wastani wa tani milioni 16 kipindi kile cha mwaka 2017, na sasa tunakwenda sasa kuhudumia zaidi ya tani milioni 30. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema mwanzoni, tunapozungumza bandari tunazungumza biashara. Hapa tunazungumza mapato ya nchi. Uboreshaji mkubwa uliofanywa katika bandari ya Dar es Salaam umetuletea matokeo makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Mamlaka yetu ya mapato Tanzania TRA imeongeza ukusanyaji wa mapato. Wastani wa makusanyo ya mapato hivi sasa kwa TRA kwa mwaka 2025-26 tumefikia wastani wa shilingi trilioni 3.16. Sasa mtakumbuka niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni 7. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini. Lakini uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu, na sasa mapato ya TRA katika nchi nzima yameongezeka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza TPA na TRA. Wamekuwa ma midfield wa uchumi wa Tanzania wazuri sana, kwa sababu wao wakiteteleka uchumi wetu utateteleka, mapato yetu yatateteleka. Sasa kwa TRA ukusanyaji wa mapato ambao nimewaambia umefikia wastani wa 3.13 umeongezeka sana ikilinganishwa na miaka 5-6 iliyopita ambapo wastani ulikuwa ni kama shilingi trilioni 1.5. Sasa tumefika shilingi trilioni 3, mara mbili, zaidi ya mara mbili. Wanasema ongezeko la 107%. Haya ni mafanikio makubwa ndugu zangu wa Tanzania, na serikali inapotangaza kuchukua hatua madhubuti za kuleta matokeo makubwa, hii ndiyo maana yake. Nalizungumza kwa utuo hili kwa sababu tumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu kupotosha hatua madhubuti ambazo zinafanywa na serikali. Serikali ni lazima iwe mbele ya muda kuangalia nini kitatokea kesho kwa manufaa ya Watanzania, na ndicho ambacho Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan anakifanya. Matarajio yetu katika mwaka 2025-26 ni kukusanya mapato ya serikali yanayozidi lengo lililowekwa la kukusanya shilingi trilioni 36.06, ambapo hadi sasa tukiwa nusu ya safari ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 tumeshakusanya shilingi trilioni 18.77, sawa na ufanisi wa 103.7. Ndiyo maana nasema sasa hivi sisi hatuzungumzi tena ukusanyaji wa mapato ya serikali wa shilingi trilioni 1.5 kwa mwezi. Tunazungumza shilingi trilioni 3.1 kwa mwezi, ambayo ni mapato makubwa na yanatuwezesha kuendesha shughuli zetu mbalimbali. Serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA, pamoja na kuongeza ukusanyaji wa mapato baada ya kutumia njia za kitaalamu na za kisasa katika ukusanyaji wa mapato, imeamua kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 100 kuweka mfumo ambao utakuwa rafiki kwa walipa kodi wote kulipa kodi.
yale mambo ya kukutana na watu na wengine wanakuwa sio waadilifu, wanakuletea hesabu ambazo hazieleweki. Sasa tunakwenda kuwekeza kwenye mfumo ambao mlipa kodi ataweza kuweka hesabu zake, atafuatilia hesabu zake, atapata makadirio yake, atajua anastahili kulipa nini kilicho halali cha kwenda serikalini. Na mimi naomba kutoa wito, mfumo huu tunategemea tuuzindue tarehe 9 mwezi wa pili. Wafanya biashara tuupokee kwa mikono miwili. Ni mfumo mzuri na ndiko dunia iliko sasa. Mambo ya kukadiriana hesabu kwa peni na kuminyaminya kalkuleta huku tunaangalia na usoni, huyu Msigwa nimkomeshe, huyu alinikwaza sehemu fulani nimfanyie hivi. Sasa ni mfumo, hakuna kuonewa, kila mmoja atalipa kodi kwa usawa. Naomba kurudia kauli yangu niliyowahi kusema, ndugu zangu walipa kodi, ndugu zangu wa Tanzania, tuone fahari kulipa kodi. Kodi ni maendeleo yetu, kodi ni uchumi wetu, kodi ni kwa ajili yetu. Unapolipa kodi ujue umegharimia maji ambayo wewe unakunywa na ndugu zako wanakunywa, watoto wako wanakunywa, jamaa zako wanakunywa. Unapolipa kodi ujue unajenga barabara unayoitumia. Unapolipa kodi ujue unanunua dawa ambazo zinakutibu wewe. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.